Samia Suluhu Hassan amesababisha mtafaruku mkubwa kufuatia uamuzi wake wa kutumia ugaidi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo wanachama kadhaa na viongozi wa chama hicho wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Sasa kati ya tarehe 9 na tarehe 27 ya mwezi huu Julai 2026, watu 61 na wengi wao wakiwa ni wanachama wa Chadema wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Na mashtaka haya yametokana zaidi na maandamano ya Sabasaba ambayo kwa kiasi kikubwa hayakuwa na mafanikio. Sasa hili swala la ugaidi limesababisha mtafaruku mkubwa sana. Mtafaruku huu zaidi uko kimataifa, kwa sababu wakati vyombo vya habari vya ndani ya Tanzania havijaripoti kwa kina kuhusiana na swala hili, vyombo vya habari vya kimataifa vimelichukulia swala hili kwa uzito mkubwa. Na ifahamike kwamba katika historia ya Tanzania hakujawahi katika wakati wowote kwamba ndani ya siku 18 tu watu 61 wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Kwa hiyo katika historia ya Tanzania hakujawahi katika wakati wowote watu wengi kwa mkupuo kufunguliwa mashtaka ya ugaidi kama ilivyotokea katika hizi siku chache zilizopita. Na kwa hakika ugaidi si kosa dogo, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za Tanzania ugaidi ni moja ya mashtaka makubwa kabisa, ikiambatana na shtaka la uhaini kama linalomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo Julai 7 kulikuwa na mpango wa maandamano kama unafahamu, japo maandamano yenyewe hayakutokea. Na hiyo ilipelekea tarehe 9, siku mbili baada ya Julai 7, jeshi la polisi lilitangaza kwamba limewakamata watu 130. Na awali lilisema kwamba watu hawa walipanga vitendo vya uhalifu na uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Sasa tarehe 27 majuzi hapa, wakili wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala aliwaeleza waandishi wa habari kwamba watu 61 walikuwa wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi, na wengi wao wakiwa ni wanachama au viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kwamba wakati hao 61 wakiwa wamefunguliwa mashtaka, wengine zaidi ya 70 walikuwa bado wako mahabusu wakiwa hawajafunguliwa mashtaka. Kwa hiyo miongoni mwa hao ni 23 ambao hao ni wanachadema kutoka huko Mwanza, lakini pia wengine 6 kutoka Mbeya, lakini vile vile kuna wahadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma wakiwemo katika hiyo orodha ya waliokamatwa na kugeuziwa mashtaka kuwa ya ugaidi. Sasa kuna masuala makubwa matatu kuhusiana na hili swala la ugaidi. Kwanza ni kwamba kwa upande mmoja dhamira ya Samia Suluhu Hassan kuamua kutumia shtaka la ugaidi inalenga zaidi kuwakatisha tamaa vijana mbalimbali kuhusiana na swala maandamano, kwamba vijana licha ya vitisho, kutekwa na kila kitu, bado wana dhamira ya kurudia kile kilichofanyika Oktoba 29. Na Samia anafanya kila liwezekanalo yale maandamano ya Oktoba 29 yasifanyike. Kumekuwa na jitihada kubwa sana, na kwa kiasi kikubwa jitihada hizo zimefanikiwa, kwa sababu kulipangwa kufanyika maandamano Disemba 9 ya mwaka jana, Disemba 25 mwaka jana, maandamano hayakufanyika. Ikapangwa tena maandamano ya Januari mosi mwaka 2026 na majuzi ya Sabasaba, yote hayakufanyika. Lakini hata hivyo hamasa miongoni mwa vijana ni kubwa. Ukienda kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok unakuta vijana wakiongea kwa uchungu na wakiwa na dhamira ya kufanya tena maandamano. Kwa hiyo imeonekana kwamba mbinu za kawaida hazina ufanisi wa kutosha. Sasa wamekuja na hii mbinu mpya ya kesi za ugaidi, kwa sababu kesi za ugaidi kwa kweli zina athari kubwa, kwamba hata mtu akifutiwa kesi ya ugaidi, athari zake zinaweza kuendelea kwa muda mrefu. Kama ukipata safari za kimataifa, miongoni mwa maswali ambayo watu wanauliza ni kama umeshawahi kushtakiwa kwa ugaidi. Kwa hiyo hata kama uliwahi kushinda hiyo kesi, athari bado zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu za msingi kabisa za kutumia hii ajenda ya ugaidi, ni hiyo ya kuhakikisha kwamba vijana wanaotaka kufanya maandamano waogope.
Pia kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika Agosti 8, siku ya 8/8. Kwa hiyo wanadhani kwamba kwa kutumia haya mashtaka ya ugaidi, vijana wengi sasa wataogopa kujihusisha na swala hilo la maandamano. Lakini pia mkakati huu unakilenga Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa sababu swala la maandamano limekuwa likihusishwa sana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambayo kwa hakika si sahihi. Chadema wamekuwa makini sana katika kujiweka kando na swala maandamano. Hawapingi, lakini hawafanyi kuwa wao ndio wanahamasisha, kwa sababu wakifanya hivyo wataipa serikali ya Samia Suluhu Hassan sababu za kukifungia chama hicho. Sio tu kukifungia, uwezekano hata wa kukifuta chama hicho kwamba kimekuwa kikihamasisha maandamano. Sasa athari za hii ajenda ya ugaidi ni kwamba wakati vyombo vya habari vya Tanzania havijaripoti vya kutosha kuhusiana na hili, vyombo mbalimbali vya habari duniani, vyombo vikubwa vya habari, BBC, mashirika mbalimbali ya habari nchini Marekani, barani Ulaya na sehemu mbalimbali, vimechukulia taarifa hii kwa uzito mkubwa, kwamba kwa ndani ya takriban wiki mbili serikali ya Tanzania imewafungulia mashtaka ya ugaidi za watu 61. Sasa katika nchi ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa muda mrefu kwamba ni kisiwa cha amani na ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii duniani, idadi hiyo ya watu 61 kufunguliwa mashtaka ya ugaidi yanaashiria kwamba Tanzania ina tatizo la ugaidi, na hii imesambaa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo Jasusi TV imepata, baadhi ya mashirika yanayoshughulika na safari za watalii duniani yamekuwa yakisumbuliwa na watu ambao wamekuwa wakibook. Hiki ni kipindi cha majira ya joto kwa nchi mbalimbali za magharibi. Kwa hiyo watu wengi wako katika ratiba za kufanya safari za utalii kwenda maeneo kama Tanzania. Sasa mashirika mbalimbali ya usafiri wa kimataifa yamekuwa yakisumbuliwa na watu waliofanya booking kuhusiana na hizi taarifa kwamba Tanzania kuna ugaidi. Lakini hilo ni moja. Jingine ambalo linaweza kuwa na athari, kwa sababu hiyo ni athari moja ya kwenye eneo la uchumi na si athari ndogo. Labda tupate kwanza takwimu ambazo Tanzania inavyonufaika na utalii, ili kuelewa kwa nini ili swala la ugaidi linavyokuwa na athari kwa kuathiri katika sekta hiyo. Ni kwamba kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizotolewa bungeni Mei 15 mwaka huu 2026 na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji, zinaonyesha kwamba kwa mwaka 2025, mwaka jana, jumla ya idadi ya watalii milioni 5 na laki 9, takriban watalii milioni 6 walitembelea Tanzania, na hili ilikuwa ni ongezeko la 10.7%. Na katika hao idadi ya watalii wa kimataifa walikuwa ni takriban milioni 2 na laki 3. Mapato yaliyopatikana ni dola bilioni 441, takriban shilingi trilioni 11 za Kitanzania. Na mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa ni takriban 17%. Na kwa Zanzibar utalii ni 29% ya uchumi wake, na ni chanzo cha mapato kwa 80% mapato ya kigeni. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana katika uchumi wa Tanzania. Sio tu hili swala la ugaidi lina athari kwa Tanzania bara peke yake, bali hata huko Zanzibar, kwa sababu kama tunasema idadi kubwa ya watalii wanakuja huko bara, lakini pia wanakwenda huko Zanzibar. Sasa hizi taarifa za kimataifa tayari zimesababisha mtafaruku mkubwa, kwa sababu mashirika ya usafiri wa kimataifa yanayoshughulikia safari za watalii yamekuwa yakisumbuliwa na hizi taarifa kwamba kuna watu 61 nchini Tanzania wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi, kwa maana ya kwamba Tanzania ni nchi yenye tatizo la ugaidi. Sasa hilo moja, lakini la pili ni kwamba kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikizalisha vijana wanaokwenda kwenye kujiunga na makundi ya kigaidi huko Msumbiji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Somalia. Sasa hawa wana sababu mbalimbali. Wengine wamekwenda kwa sababu ya imani za kidini, lakini kuna baadhi, hasa wale walioko Msumbiji, waliondoka kufuatia yaliyojiri Mkiru around mwaka 2017 hivi, wakati wa utawala wa Magufuli. Hiyo ni mada ya wakati mwingine. Kwa hiyo kuna watu ambao wako huko kwa sababu wana kinyongo na serikali ya Tanzania kutokana na yaliyojiri huko nyuma. Sasa hawa watu wanasikiliza, wanafuatilia kwa karibu kwamba Tanzania inazungumzia kuhusu ugaidi. Kwa hiyo ni rahisi wao, huu sio ugaidi wa kisheria. Huu ni ugaidi wa kisiasa. Ni kwamba mashtaka yaliyotengenezwa kisiasa yamepewa jina la ugaidi.
Kwa hiyo magaidi halisi wanasikiliza kwa karibu na wanaweza kutumia fursa hii kuja kuidhuru Tanzania. Kwa hiyo hili ni tatizo jingine ambalo linaweza kutokea huko mbele ya safari. Sasa Samia baada ya kubaini kwamba wamelikoroga, amemtuma waziri wake wa mambo ya ndani huyu Patrobas Katambi kusema kwamba Tanzania hakuna ugaidi. Sasa kama Tanzania hakuna ugaidi, hawa watu mmewakamata kwa makosa gani? Kwa nini mmewafungulia mashtaka ya ugaidi? Anadai kwamba kuna watu, kuna dalili za viashiria, lakini Tanzania hakuna ugaidi kwa sababu tayari wamepata taarifa kwamba huko kimataifa mashirika mbalimbali yanayoshughulika na masuala ya utalii, kuwaleta watalii Tanzania, yamekuwa yakisumbuliwa na watu waliofanya booking. Kwa hiyo kuna gharama ambazo hazitoepukika kwa serikali ya Tanzania. Lakini jingine ambalo limeambatana na hilo, kumeibuka hii jeshi la polisi limesema kwamba vyama vya siasa sasa vinaruhusiwa kufanya mikutano yake. Lakini hili la mikutano linahusiana zaidi na Jumuiya ya Madola. Kama unafahamu, Jasusi TV iliweka taarifa kwa Jumuiya ya Madola imetoa deadline kwamba Tanzania ndani ya siku 30 iwe imemwachia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ndani ya siku 60 iwe imelegeza imerekebisha masharti kuhusiana na vyombo vya habari, na ndani ya siku 90 kuwe na majadiliano katika kutafuta amani na mustakabali wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo siku hizi 30 kuhusu Mheshimiwa Lissu zinakaribia kwa kasi. Kwa hiyo wanataka kutumia hili la kuvifungulia vyama vya siasa kufanya mikutano yake, maana vyama vya siasa vyenyewe ni Chadema, kama ajenda kwamba sisi tunafanyia kazi hayo matakwa yenu. Hiyo deadline japo imekaribia au imefika, lakini tumeanza hatua ya kwanza, tumefungulia vyama vya siasa kufanya hizo habari za kufanya matukio ya shughuli za kisiasa kama vile mikutano. Kwa hiyo ni moja. Lakini jingine, jana Samia amekutana na viongozi wa vyama vya upinzani na kudai kwamba wanafanya majadiliano, wanatengeneza mazingira ya kuwa na tume ya maridhiano na vitu kama hivyo. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kutuliza hali hivyo, lakini hali kwa hakika ni mbaya, na kwa hakika hili la ugaidi litasababisha athari kubwa sana. Ndio kuna uwezekano kwamba hizi kesi zikafutwa, lakini kwa sababu taarifa hizi zimesha tawala katika anga za habari za kimataifa, hata uamuzi wa kufuta hautobadili lolote, kwa sababu moja ya vitu ambavyo watu wanaviangalia sana kabla ya kuchagua sehemu fulani kuwa ni kituo cha utalii ni usalama, na ugaidi ni moja ya vitu ambavyo vinatikisa duniani, vinaogopwa na vinatisha watalii mbalimbali. Kwa hiyo ndio hali halisi jinsi ilivyo. Katika hili Samia Suluhu Hassan sio tu ameiathiri Tanganyika kwa maana ya Tanzania bara, lakini hili linaiathiri pia Zanzibar, kwa sababu katika swala la utalii linahusu sehemu zote mbili za Muungano. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.